unawasha TV yako hivi sasa, basi nikwambie tu Viwanjani ndio kwanza tunaanza muda huu, na tutakuwa tuna safari ndefu ya takriban masaa mawili kuweza kuzungumza kwa pamoja. Bana, kwenye mambo yetu ya usajili ndio stori kubwa hivi sasa. Nchi imechangamka, mambo ya huku na kule vile na kule. Umekaa hivyo wanamwona Aziz Ki anafanya mazoezi, uelewi bwana vipi bwana, mambo ya huku na kule huku na kule. So far Kachero, vipi shughuli unazionaje? Usajili umechangamka na unaenda kwa kasi kwa sababu hakuna muda mrefu. Muda ni mchache, kwa hiyo timu zinafanya usajili kukidhi mahitaji ya dirisha hili. Kuna mambo mengi. Unahitaji kuwa na pre-season nzuri, kwa hiyo ili uwe nayo lazima wachezaji wapya waweke kwenye nafasi. Kwa naona Simba wanakimbizana, wameshatambulisha watatu. Naona Yanga nao wanakimbizana, tayari wametambulisha kwao. Desema Azam ndio wako kwenye kasi sana, wachezaji 8. Na usiku kwa mkeleo wamemtambulisha Aiwo, beki wa kushoto kutoka Rivers United ya Nigeria. Kwa hiyo wana upgrade kile ambacho hawakuwa nacho. Na timu nyingine kama hivyo Namungo, unaona walikuwa busy sana, tathmini wamekuja kufanya tathmini ya timu yao nzima ambao wanabaki, wanaongeza mkataba. Namungo kama imeshtua watu. Wanastahili kufanya vile. Walikuwa na msimu mgumu sana. Mpaka leo mimi sielewi wamebaki vipi ligi kuu. Kweli. Sielewi kwa sababu Namungo walishinda mara ya mwisho Januari 30 dhidi ya KMC. Alafu akaja kuifunga tena KMC hiyo baada ya mechi 17. Mwezi Juni. Ilikuwa ndio timu ambayo imekaa muda mrefu kwenye ligi bila kupata ushindi. Wao wanasare, wanafungwa. Wanasare, wanafungwa, lakini mwisho wa siku wamekimbia kile kikombe cha playoffs na kushuka daraja. Kwa hiyo wameona hawataki kurudi kule. Kwa mapema tu wamejitathmini, wameona hawa watutoshi kwa sababu ya umri na performance. Hawa tuwaongezee, hawa hapa tutawaingiza. Hao wengine wamerelax, wanahisi hapa nyumbani. Kwa hiyo kiukweli hata kocha angekuwa Pep Guardiola au tungeenda TFF kumtafuta mkufunzi wa makocha afu tungempa ile Namungo kwa kundi la wachezaji waliokuwa nalo ange struggle hivyo hivyo. Bwana, kwa upande wa klabu ya Namungo, aina ya majina au wachezaji ambao walikuwa pale na baadhi ambao wameachwa, walikuwa ukitazama on paper unasema ni moja kati ya timu ambayo ni shindani kwenye ligi, lakini kidogo ilikuwa tofauti. Na mara nyingi sana inaelezwa nyakati kama hizi za kuiandaa timu, kwa maana kipindi ambacho unafanya usajili, ukikosea kipindi hiki basi inaweza ikawa ngumu sana kurecover na kukaa sawa. Miongoni mwa mashuhuda ni ndugu zetu hapa wa KMC. Moja ya wawakilishi wao mtu anaishi nao karibu ni pamoja na Michael Yera, maana yanajua kwamba KMC walistruggle msimu uliopita kwa sababu walikosea mwanzoni mwa msimu, lakini hawakutaka kukubali. Kuanzia kwenye usajili, nafikiri mpaka kwenye selection ya kocha. Najua Yera mwanzo kabisa. Kwa hiyo mara nyingi sana wewe kwenye coaching ukikosea mwanzoni tu, ukikosea kwenye usajili umeenda na maana utaadhibiwa, kwa sababu moja kati ya vitu kwenye football tunatakiwa kuifanya, kitu chochote ambacho utafanya mwisho wa siku unatakiwa kushinda mechi. Yaani hiyo ndo objective kuu ya timu inapokuwa. Sasa ili kuifikia objective ya kwamba lengo letu kuu ni kushinda mechi, kuna vitu ambavyo vitakufanya ushinde hiyo mechi. Moja kati ya eneo ambalo ni muhimu sana ndio ile ambayo tunadili nalo kwa wakati huu, kwamba unawezaje kushinda mechi. Lazima uwe na vitendea kazi ambavyo ni pamoja na wachezaji. Wachezaji ndio hao ambao wanasajiliwa sasa hivi. Kwa hiyo wale ndio ambao wataingia uwanjani kwenye 11v11, wao ndio wataenda kuivaa jezi ya timu yako na kwenda uwanjani kutafuta hiyo lengo la kushinda mechi. Sasa kama wakwako dhidi ya wapinzani, kila mechi ambayo wanaenda kucheza, wewe uko nyuma ya wenzako kwenye ubora, kwenye maamuzi na kwenye kila kitu kiwanjani, tafsiri yake ni kwamba unaenda kupotea. Kwa hiyo hiki ndio kipindi ambacho unaweza kawa unatengeneza malengo yako, lakini kwenye eneo la kuangalia vitendea kazi ambavyo unaenda kuvitumia, moja kati ya sehemu ambayo ni muhimu ni players wenyewe. Hawa ndio ambao unaenda kuwachagua sasa. Sasa utachagua watu wa namna gani, watakuofa nini katika kipindi ambacho utaenda kucheza mechi zako 30. Maana utakuwa na sawa na room ya kuongeza kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Lakini sio kama sasa hivi. Sasa hivi na uwanda mpana wa kwenda kuangalia kwamba huyu kweli atanifaa ama hatanifaa. Lakini kipindi kile unakuwa na pressure, mtu ashamtumia mchezaji wake ndio unamtaka wewe aweze kukuruhusu mchukue kirahisi. Lakini sasa hivi angalau wachezaji wengi wako available, unaweza kuzungumza nao na mkafika mezani ukaona kwamba huyu ananifaa. Ukitazama kwa upande wa mazingira, unaweza kusema wachezaji ambao pia wapo sokoni hivi sasa wapo wengi kweli kweli, kwa sababu tumeona kule Mashujaa wameacha wachezaji 10. Namungo huku pia katangaza kuacha wachezaji. Kwa hiyo kitazama, na nimeona kwa Namungo kule likijiora tayari alikuwa kashapata
Mashujaa Jora alikuwa ameshapata timu Pamba kule, kwa hiyo kuna wengine. Kwa hiyo kama bado hamjasajili sokoni wako wengi sana bana. Na tuelekee moja kwa moja viwanjani na tuanze na tetesi zinazomhusu beki wa klabu ya Young Africans, ambapo kwa mujibu wa tetesi za usajili zinaendelea, ambapo kwa upande wa wananchi na mabingwa wa ligi kuu Yanga Sports Club wameendelea kusuka kikosi chao kwa kusajili nyota mbalimbali wa hapa nyumbani Tanzania, na tetesi zinaeleza kuwa Kibwana Shomari bado yupo sana ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani. Beki huyo upande wa kulia wa Yanga ambaye ameshuhudia mafanikio makubwa ya wananchi ikiwemo kutoa ubingwa wa ligi kuu mara 5 mfululizo alipojiunga na timu hiyo mwaka 2020. Kibwana Shomari huyu hapo, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba anasalia ndani ya timu. Mara mwisho Kibwana alimaliza mkataba akapewa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kwa hiyo ndio ulikuwa unaisha mwishoni mwa msimu huu, na kupona pia kwa Yao Kwasi katikati pale alivyorudi akauasha moto, wasiwasi pia ukaanza kuwepo, lakini pia Isra Mwenda naye ambaye kwa mujibu wa taarifa naye anatoka. Kwa hiyo Kibwana inakuwa iepukiki kubaki. Issue ya Kibwana sajili huwa zinafanyika kwa sababu nadhani kwa sasa status ya Kibwana ni mchezaji wa backup kwenye klabu ya Yanga. Hiyo ndo status ambayo naiona. Hiyo ndo hadhi ambayo naona. Kwa sababu tokea alivyowahi kuonesha ubora wake kipindi kile, baada ya hapo Juma Shaban imekuwa ngumu sana kwake, ikashindikana. Yanga wakamleta Yao Kwasi, imekuwa shida. Mpaka Israel Mwenda amefika na imeshindikana. Kwa hiyo ni wazi kwamba Yanga kwenye mahesabu yao wana vipaumbele kwa mlinzi wa kulia, aidha Yao au Abdul Nasir Mohamed Gamal ambao wamemsajili kutoka Mashujaa, anacheza namba 2. Lakini pia wana Kibwana, hiyo ni backup. Lakini mpango mwingine wa ziada wa Kibwana ni uwezo wake kucheza nafasi zaidi ya moja. Anacheza namba 2, anaweza kucheza namba 3. Kwa hiyo Yanga wameona ni mchezaji wa backup, na yeye uzuri ameridhika kwenye hiyo nafasi, baada ya kuona kabisa hao wenzangu naocheza nao wana uwezo mkubwa. Sasa hilo ni la kwake Kibwana. Lakini mazingira ya Kibwana mara zote huwa inakuwa hivi, yani msimu umeisha ndo akai unasikilizia jambo lake, unamuona Na kingine kizuri kuhusu Kibwana, tofauti na wachezaji wengi wa backup, Kibwana bwana, ukimhitaji siku ambayo unamhitaji hakuangushi. Sijui anafanyaje, sijui, lakini unajua mchezaji usipoteza muda mrefu, wewe una train, unafanya mazoezi, siku unapewa mechi kubwa, kuna vingi tutaviona. Inaonekana ipo tayari. Mguso wako wa mpira, kuna muda unakosa usharp kuendana na wenzako, kocha mpya. Lakini Kibwana ukimwambia leo TP Mazembe alimkamata yule somebody Kabwiti, alitembea naye vibaya mno. Kibwana hakuwa na mechi nyingi, lakini daraja lolote la mechi unampa. Nadhani ni faida kwa Yanga kuona mchezaji wa hivyo. Siku anaumia namba 2, anaumia namba 3, ana Kibwana. Kwa hiyo naye ameridhika. Lakini kingine, unajua Ibra, Kibwana anatamani kucheza lakini anapima. Sawa, sipati muda mwingi. Lakini napata mshahara mkubwa. Lakini napata bonus. Lakini nasafiri kimataifa, napata exposure. Lakini navaa medali. Kuna muda na enjoy maisha yangu ya mpira, kwa sababu maisha ya mpira ni mafupi. Vipi nikisema nitoke niende klabu ambayo sio Yanga daraja la chini, nacheza kila siku afu mshahara sio kama huu, afu sishindi mechi na wania kushuka daraja. What if nitacheza huku alafu siendi kimataifa? Karia yangu inakuaje? Nitaeleza nini baadaye? Ngoja tu nibaki Yanga. Kwa hiyo hivi nalielewa labda kwenye hizo standards, kwa sababu watu wengi tuliamini ya kwamba Yao Kwasi inawezekana ndio basi kwa ile injury ambayo alipata Yanga wakamtoa mpaka kwenye orodha ya wachezaji kutokana na muda ambao walikuwa anakaa nje. Na nakumbuka alikama waliweka wazi kwamba Yao Kwasi amerejea, atacheza, atatrain, mwalimu atakavyomuona ndivyo ambavyo anaweza akaamua tumrejeshe tena kwenye system au vipi. Kweli inaonekana mwalimu akakubali, kamrejesha, kakiwasha ni kama mtu ambaye alikuwa hajakaa nje muda mrefu kwa yale majeraha. Kesi ya Isra Mwenda, tunakumbuka wakati anaondoka Simba, wimbo ambao aliuzungumza, nataka game time. Nataka game time. Game time Simba ilionekana kuwa ni ngumu. Huku nako pia inaonekana mazingira baada ya yule bwana kupona imekuwa shida. Inaonekana itakuwa shida tena. Ni vipaumbele vya mchezaji, kwa sababu umemzungumza Kibwana katika kizazi chao, hasa kile cha
2017 wengi wao tunaona wanacheza. Wengine wapo mpaka level ya national team, tunamzungumza Kibabage, tunaona kina Jobu hawa. Kwake yeye inawezekana kama ambavyo unasema ndo amechagua sasa kwamba maisha nisipambane kwenda Mashujaa au wapi, kwamba ni maisha. Lakini kuna kitu kina mlimit. Wakati mwingine kuna ule msemo unakuwa huna option, unachagua. Unachagua kwa maana Kibwana yeye kwenye uchezaji wake kuna ubora anakosa, ndio maana anakuwa backup. Kama ni issue ya 1v1 Kibwana anaweza kustop winga yoyote. Yes. Acheze namba 2 akutana na winga kwenye situation ya moja kwa moja. Anakaba sana, ana stamina, ni msumbufu, ni kinganganizi, ana uwezo wa kukuzuia. Lakini Kibwana kwenye phase ya pili ya mstari kwamba jamani, timu inaondoka na mpira tukashambulie, tutengeneze nafasi kupitia namba 2, hapa ndo shida yake inapokuja. Huwa cross mara nyingi, na hata hizo chache zimekuwa sio za kufika kwenye kwa watu kufunga. Maana yake ni defensive zaidi. Sasa upungufu huu Juma Shabani ilikuwa kiboko kabisa. Tuliona assist zake alizoziandika kwenye ligi. Huyu bwana alikuwa anapata nafasi. Yao amefika tu msimu wa kwanza, ameenda kujibu hilo. Yeye akiwa hawezi, Yao ameshoot kwenye assist na magoli. Yanga akaona huyu anazidi kuwa chaguo. Israel Mwenda ameingia kwenye nafasi. Amekuwa miongoni mwa walinzi watatu wa juu waliotengeneza nafasi nyingi za magoli. Nadhani assist 4 kama sio 5. Kibwana kwake hiyo imekuwa shida. So kukosa ubora wa kushambulia na kuitoa timu kwenye phase ya build up kwake imekuwa shida. Sasa wenzake wana hizo quality. Manake hilo ni eneo labda Michael Yera kwenye coaching, ni vipaumbele vya kocha. Anataka nini kwa wakati gani kutoka kwa mchezaji? Kwa sababu tukimzungumza Kibwana tuna timu 15, 16 tutoe aliko sasa. Kwenye hizi 15 kuna timu ambayo Kibwana hawezi kuingia. Timu 15 yes zipo. Kwa mfano anaweza akasichago kucheza kwa Lusajo Mwikenda. Kwa Lusajo Mwikenda anaweza akasichago sana kwa sababu ya misingi ambayo Lusajo kaiweka. Lusajo umeona hiyo option ya pili, kwa mfano sasa tuko na mpira na tunahitaji kwenda kushambulia. Lusajo yuko beta sana kwenye ile eneo. Mmoja kati ya wachezaji ambao hata style pia timu inavyocheza, unaona kuna muda Azam FC anaweza akaondoka na mafullback wote wawili. Cross inaweza kupigwa na fullback wa kushoto, akaipata fullback wa kulia mwishoni kabisa kwenye final stage. Na ikazalisha goli ambalo linakupa impact. Lakini inawezekana kwa Kibwana movement za namna hiyo kwake zikawa ni ngumu sana kuzifanya. Ni mlinzi ambaye unaweza ukamuenjoy zaidi kama timu inaamua kwamba leo tunazuia, hasa kwenye upande ambao yeye anacheza. Sasa wakati mwingine inategemeana pia na jinsi ambavyo timu inacheza, kwa maana ya tunacheza mpira wa aina gani, tunatengenezaje mashambulizi yetu, ni sehemu gani hasa ambayo tutaitumia zaidi kwenye kutengeneza mashambulizi. Kwa wote wale namna ambavyo mmezungumza ambavyo nimewasikiliza, inaonekana ipo kwenye sio swala la kiufundi, sio ufundi wa mchezaji, lakini ni swala la kimbinu. Ni vyote. Kwa maana kwamba mbinu, kwa sababu labda tukizungumza Sibeki, eneo mama la kwanza wote mmesema kwenye kukaba lakini hapo kuna eneo linakuja linaingia kwenye mbinu, maana yake kupewa jukumu jingine la ziada ambao ndio football ya kisasa. Unajua maana yake hapo ni mahitaji ya soka la kisasa ndio ambayo yanamkaba Kibwana kwenye position anayocheza. Kwenye hilo unaweza ukachukua vitu vyote viwili kwenye eneo la techniques na tactics, kwa maana eneo la kiufundi na eneo la kimbinu. Kuna mchezaji unaweza akawa yuko tu bora kwenye ufundi wake binafsi. Yaani kuna muda yeye mwenyewe tu kwenye eneo la kiufundi yuko sawa sawa kiasi ambacho inaweza ikakufanya pia hata mwalimu kumtumia kubadilika kimbinu kutokana na kile ambacho mchezaji anakuofa. Kwa sababu mbinu ya mchezo inategemeana pia na aina material ambazo uko nazo. Yaani wachezaji ufundi wao unaweza kukuamua uende na mbinu ya namna gani. Ana sifa gani? Yes, kwa mfano ukiwa na kundi kubwa la wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga pasi, kupossess, kutunza mpira kwenye eneo lenu, wakawa na uwezo kwamba tukienda kwenye sehemu tuka overload pale tukawa 5 tunaweza tukaukip mpira tukaondoka tukaswitch tukaenda sehemu nyingine. Maana yake ni kwamba hata wewe kwenye eneo la kimbinu utaamua kwamba mimi nitatumia njia hii kwa ajili ya kutengeneza timu yangu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye eneo la kiufundi wa wachezaji anakuofa hicho kitu. Inakuwa rahisi wewe kutimiza mpango wako wa kimbinu. Kama una wachezaji ambao kwenye techniques zao kwamba wao wakiupata mpira ni wazuri sana kupiga pasi ndefu. Wewe mbinu yako itakuwa ni namna gani? Unaamua tu kwamba mimi nitakuwa hapa nyuma kwenye mpango wangu, lakini nikipata mpira nikiswitch nikiweka pale juu tayari naweza kupata mafanikio kwenye kuwini kile ambacho nakihitaji. Sasa kwa Kibwana kwa mfano kwenye eneo la kiufundi
moja kati ya vitu ambavyo anaweza akawa anakuofa ni pamoja na akili yake kwenye kuzuia, kwa sababu kuzuia pia ni kitu ambacho unatakiwa mchezaji awe nacho. Kwa mfano inatokea hiyo situation ya 1v1, inawezekanaje mimi nikamzuia huyo opponent asinibiti? Maana yake ni kwamba unaona hata movement zake, jinsi ambavyo ana anticipate kwamba huu mpira let's say Kasuga ndo na dribble mpira unakuja kwangu. Kuna mchezaji unajua anaweza kana kaba na stance moja hiyo wakati mtu anabadilika yeye bado yuko pale pale. Kwa hiyo ni rahisi mtu kumtoka akaondoka huko akapita. Lakini Kibwana anaweza akawa yuko sharp kwenye kubadilika na vitu vingine. Kwa hiyo kwake sasa inavyokuja kwenye eneo la mwisho kwamba sasa tunahitaji close. Sababu closing pia ni ufundi. Ni ufundi ya. Sio mbinu tena. Maana yake mbinu itakuja, mbinu itakuja baada ya wewe kukamilika. Lakini ni issue ya kiufundi zaidi kwamba mimi naweza nikapiga cross. Kuna wachezaji ambao wao ukiwawekea wanyonge hapo atanyonga mpaka kesho kuto. Kila mdai kinyongo ipo. Kila kinyonga ile ni ufundi wake binafsi. Nani kamtaja Kevin Kijili hapa? Nani Kijili. Bwana, na jambo la mbinu pamoja na ufundi kuna nyakati ambazo watu ni kama huwa wanachanganya. Ufundi anao mchezaji, kitu alichonacho. Mbinu za kocha. Kwa hiyo kocha anavyoandaa mbinu zake anasema kwa sifa au tabia za Abisai atanifaa kwenye plani zangu, kwenye mbinu zangu. Ufundi wa Michael Yera pia utanifaa hapa. Mbio za Kasuga nikimweka hapa, afu Lampard wa mchongo wa Bisai akiwa anapiga, timu inaondoka. Sawa bwana. Lampard kuchovya. Lampard wa photocopy, piga pasi tu. Watu wanakuwa wanakimbia. Kwa hiyo ni eneo la mbinu pamoja na ufundi. Kwa hiyo kwa conclusion hapa kuhusiana na Kibwana Shomari yupo limited kwenye eneo zima la kiufundi na inawezekana pia ikawa kidogo na pamushkeli kwa mahitaji ya soka la kisasa hasa eneo la mwisho, eneo la ushambuliaji. Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mkataba ambao anaweza ukamfanya asalie na klabu ya Young Africans ni mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo tusubiri na tuweze kuona kile ambacho kinaweza. Na unajua hapo Kasuge kwenye unaona kwa mfano Yanga kuna wachezaji ambao wameshindwa kucheza, sio kwamba sio bora. Yaani sio kwamba sio bora wachezaji, lakini ni mahitaji ya makocha. Lakini ni mahitaji ya timu kuangalia kile ambacho timu inahitaji na timu inahitaji kucheza kwa namna gani. Kwa mfano alikuja Bara Conte. Bara huko alikotoka aliimbwa vizuri sana. Na alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao unaona anafanya kazi nzuri sana kwenye timu. Lakini wakati amejiunga na Young Africans, Yanga walikuwa wahitaji kiungo ambaye atakuwa anashuka chini kuanza kuchukua mpira hapa chini. Wanakuhitaji wewe uchukue mpira ili tuondoke, lakini Bara Conte utamuona upande wa kushoto anaenda kuichukua pasi pale pale. Alafu akishaichukua anataka switch apeleke mbali. Yanga wataki hivyo. Kwa hiyo unaweza kumuona yeye ni mbaya, kumbe sio mbaya. Ni system ya timu kwamba bwana sisi timu yetu haitacheza hivi, wewe katafute sehemu ambayo anaweza kwenda kucheza na anaweza kwenda anaenda sehemu nyingine na anacheza vizuri. Yes bana, tukitoka ndani ya mabingwa watetezi tuelekee kwa upande wa Azam FC ambapo matajiri wa jiji Azam FC imeendelea kufanya usajili wa nyota mbalimbali wa kimataifa ambapo tayari imenasa saini ya beki wa kushoto raia wa Nigeria Taiwo Abdulrauf kutoka katika klabu ya Rivers United. Tangu dirisha la usajili lilipofunguliwa, Azam FC imekuwa ikifanya usajili wa nyota wa kimataifa wengi zaidi ambao tumeona wameingia pia kwenye kikosi hicho ambapo Taiwo anakuwa ni nyota wa 8 kusajiliwa na Azam FC tangu dirisha lilipofunguliwa. Bwana fullback hapo imeingia kwenye team Taiwo kutoka Nigeria, kutoka Rivers, daraja jingine. Ukishakuwa wa kimataifa Kachero watu wanaamini unao. Yani unao. Tunakurushia tu mpira, tuna maelekezo mengi. Tunataka tuone. Ndio kuna ile story kuna mchezaji mmoja ile ngoma ishakaza akaambiwa mwanetu wewe si wa kimataifa tuonyeshe sasa humo. Hiyo mechi namba ilikuwa Kongo huko. Watu washapigwa sana mpira hawaelewi. Wanaambia wewe mzee wa passport step up. Ingia tuoneshe. Tufungulie kodi. Tupe uziada. Usajili wa 8 ni baki wa kushoto. Unatija kwa kikosi cha Azam, unatija. Ibenge amekuwa mkweli kwenye misingi ya coach. Kwanza kutaka excuse kwenye first season. Kafika kwenye timu akaamua kwenda na wale kuepo. Huko anafanya tathmini yake. Ule msimu ulikuwa ni kama pre-season kwa Ibenge. Kwa akawa na notice, okay, hapa ili ni improve, nahitaji hiki. So muda umefika na maneno yameanza. Kocha mkubwa, mbona Azam wachukua bingwa? Yanga alishuka kiwango, imekuaje? Kaona sasa ni muda wa kulipuka. Kwa anaingiza wanajeshi wake wa vita mapema. Huyu Taiwo Rivers United wamemtoa Nigeria. Anaenda kukompiti eneo ambalo kwa Azam na Watanzania ukiwaambia kutajia beki bora kushoto wataanza na Msindo. Alafu ataanza kutaja wengine. Ila kwa jicho la mbinu za mwalimu au hata ufundi ambao wanao, unaona kuna eneo
anahitaji kuimprove. Kwa mfano Azam wanamtumia sana Pascal kwenye kutoka kwenye ile phase yao ya build up, akishapiga pass na wale mabeki watatu anakimbia mpaka mstari wa katikati. Anavotembea vile analazimisha mlinzi wa kulia wa timu pinzani asipande kwa sababu anamuona yeye anakuja. Kwa hiyo anapunguza idadi ya mtu mmoja. Alafu yeye apigiwe kwa pasi ndefu, Azam ikimbie hiyo pressure ya pressing. Alafu from there ana speed, anaanza kuondoka, alafu ana cross kwenye box. Wanamtumia hivyo. Ile speed yake ndio inafanya iko kitu kiwezekane eneo la kwanza. Eneo la pili uwezo wake wa kunyonga cross kwenye box. Aidha yeye kuburuza square au ile anavusha mtu afunge kwa kichwa. Amekuwa akifanya vizuri sana. Na ndio maana hiyo charging yake watu wakimweka tu na mtu mwingine wanamchagua Msindo. Lakini kuna baadhi ya vitu anavyo ambavyo anahitaji challenge. Kwa mfano Msindo anakaba kwa vurugu sana. Anatengeneza fouls nyingi sana. Na hiyo ni kwa sababu anavotoka kule juu anajua eneo langu nimeliacha, anakuja kwa nguvu. Anachaji sana kwa nguvu. Kwa akifika pale anataka kuwahi tukio, analichelewa, anakwatua. Lakini kwa ambavyo mimi naona mkisha kubaliana mpango wenu wa kucheza namba 3 ndo anakuwa anapanda sana. Alafu winga anaingia kwenye half space. Maana yake kwenye nyie pivot hapa wawili. Kuna mmoja anatakiwa base kwenye eneo ambalo beki 3 hayupo. Au beki 2 hayupo. Kwa hiyo ni kazi ya Himid Mao au Yaya Zaidi kwa siku hiyo au James Akaminko, mmoja wapo wakati Msindo anaenda attention yote inakuwa upande ule. Kwa sababu kunakuwa wazi. Kwa hiyo ndo nasubiri mashambulizi yaje, kama ni upande huo ukazime. Muda ambao unaenda yeye ndo awe anarudi. Lakini kwa Azam imekuwa changamoto kwa sababu hao viungo wakati mwingine kasi yao sio nzuri. So yeye anaenda huko juu. Sasa imekuwa ukitaka kucheza dhidi ya Azam vizuri, nyuma ya Msindo pale unamwaga tu pale nyuma anakuwa hajafika na watu hajamkavia. Sasa huyu Taiwo kwa muda mchache ambao nimemuobserve ana hiyo balancing kidogo mzuri kwenye maeneo na anaenda kidogo anatoka na timu. Sio kile kibelenge ambacho kinaenda sana kama ambavyo Msindo huwa anafanya. Kwa hiyo na hizo necessary fouls sio mtu hivyo kama ambavyo Msindo alikuwa muda alikuwa na overconfidence kwa sababu yuko mwenyewe kwenye ile eneo. Kwa hiyo alikuwa ni mchezaji ambaye ana emotion sana kwenye mechi, anazungumza sana vile necessary yellow cards na muamuzi. Alafu si mzuri timu tunavolinda kwenye box yeye kurudi kwenye mstari wa box kufanya box ile dogo na badala yake kwenda kule nje kumfuata mtu. Kwa hiyo nadhani kwenye attributes za ukabaji sio mzuri. Sasa hii ni vice versa ya Kibwana. Kibwana tumesema hawezi kushambulia sana. Msindo yeye anashambulia mno. Kwenye kukaba bado anahitaji improvement. Kukaba wakati mwingine sio nguvu au umemsukuma mtu, ni ile intelligence yako kuona namna gani unazuia eneo ambalo upo. Kwa upande wa Tayo Abdullah Feo ambaye tunaona ameingia kwenye kikosi, beki wa kushoto wa kigeni anakuja. Hii pia inatupa picha kwa sababu hata kwa upande wa national team, lakini pia timu hizi zote Simba, Yanga, Azam hizi kubwa, kwa siku za karibuni kwa kunatajwa kwamba kuna changamoto ya kupata standard fulani kwa wazawa kutoka kwa upande wao mabeki wa pembeni kutokana na heshima au thamani ambayo bado ameendelea kuwa nayo Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe. Hao wanaonekana wameset standard ambayo ni ya juu ambayo ina uwezo wa kumatch hata na wachezaji wa kimataifa. Hii pia inatupa picha nyingine kwamba bado kuna standard ya daraja fulani ambayo inahitajika kwenye timu, na ndio maana tunaona kocha Ibenge ameongeza beki mwingine wa pembeni upande wa kushoto ambaye ni wa kimataifa. Inawezekana kwa Azam FC kwenye kuangalia nani ambaye anaweza akafit kwenye upande wa kushoto na kumpa challenge Pascal Msindo. Walikuwa wanajaribu kuangalia wakichukua ligi ya Tanzania ni wapi hasa anaweza akampata fullback ambaye anaweza akawapa kitu bora kwenye hilo eneo, akawa ni mzawa na anaweza akadeliver kile ambacho Pascal anaweza akampa na Pascal asiwe tena kwenye hiyo hali ya kurelax. Lakini Tayo anajiunga nao, inawezekana akatakiwa kumpigia simu ile Sidibe amuulize Sidibe kwani ulishindwa pale ilikuwaje wakati umekwenda, kwa sababu Sidibe amejiunga na Azam FC akiwa moja kati ya top defender kwenye michuano ya CHAN. Alifanya vizuri sana, aliingia kwenye kikosi bora cha CHAN, lakini wakati amejiunga na Azam FC ule upande Pascal alifanya kazi bora sana. Yani hata mwenyewe ukiambiwa panga hapa fullback mmoja unaweza kumchagua Msindo abakie kwenye ile eneo. Nafikiri Msindo anaweza akachukua zile notes ambazo kwanza tumia kwa wakati ule, sasa hivi akazikoleza kidogo, akasema sasa ndo nataka niwashe tena moto ule ambao niliufanya kwenye kipindi kile
na nafikiri kwa sasa anatakiwa pia kuangalia nini ambacho timu inakihitaji kwa ukomavu ambao Pasco amekuwa nao na uzoefu ambao ameonyesha tayari kwenye mechi nyingi za kimataifa. Hapa amepata game time kwenye club, amepata game time kwa baadhi ya nyakati kwenye national team, hata kusafiri tu na timu na vitu vingine. Last season amecheza kwa michuano ya kombe la shirikisho tena kwenye hatua ya makundi. Amekutana na top team kama alivyokutana na Maniema, amekutana na Wydad. Tafsiri yake ni kwamba kama alikuwa yuko kwenye level 2 amepanda kwenye level 3. Hapo sasa anatakiwa kuendelea kwenda juu zaidi, kiasi ambacho tutaona hao ambao anaingia kwenye timu wanaweza akawa anakuja kudeliver kitu ambacho pengine anaweza pia akadeliver na akashindana nao kiwanjani. Unaangalia Azam FC kwa nini pengine ameenda kumchukua Taiwo. Last season kuna muda ambao walimconvert Landry Zuzwa ambaye alisajiliwa kama center back na ni mzuri kwenye kutumia mguu wa kushoto, lakini wakaona kwamba huyu pia anafaa kwenda kucheza upande wa fullback ya kushoto. Kuna baadhi ya mechi alikuwa anaingia hapo, anatoka na vitu vingine kama hivyo. Manyanya walikuwa naye, lakini Manyanya alisha switch huko, alishahama kutoka kucheza fullback. Manyama sio? Manyama mara mwisho alicheza fullback nafikiri akiwa na Ruvu Shooting. Lakini baada ya hapo amekuwa akitumika sana kama center back. Kwa hiyo ilikuwa ni upande ambao sasa mwalimu alikuwa analazimika kutafuta option nyingine ya mbali ili kwenda kukava kwenye lakini kwa kiwango cha Pasco sio kwamba ameletwa mtu kwa sababu ka drop, alikuwa kwenye standard ile ile. Sure. Kwa kiwango fulani. Kwa hiyo ni kama sehemu ya kuongeza options. Option. Yani sio kwamba Msindo alikuwa kwamba hafai tena. Lakini ni standard yake. Nafikiri kwa Lusajo na Pasco ni miongoni mwa wachezaji wazawa ambao wame-maintain kwa misimu. Wameonyesha kwamba wako na ubora kwenye hilo eneo na hata kwenye kile ambacho Azam anakifanya. Kwa mfano utajaribu kuangalia kwamba upande wa kushoto wa Azam FC operation zake ni zipi hasa, timu ikiwa ina mpira na timu ikiwa haina mpira. Unaziangalia hizo moments mbili katika matumizi ya wachezaji na nini ambacho huwa wanakifanya. Amesema vizuri Abisai kwamba nini ambacho huwa kinatokea kwa Azam FC pindi ambapo wanaenda kushambulia. Azam FC ni miongoni mwa timu chache ambazo zinavyotoka kwenda kushambulia zinaondoka na fullback zote mbili. Ni timu chache, maana timu nyingi zinavyoenda kushambulia option ambayo inakuwa ni rahisi ni kwamba tukiondoka na fullback ya kushoto, wewe fullback ya kulia unabaki ili tutengeneze less defense ya watu watatu. Tubakie na wale walinzi wawili wa ndani, tubakie na wewe fullback kama backup. Manake ni kwamba tutakuwa tunaweza angalau tukitaka kuslide kwenda upande ambao umeondoka inakuwa ni rahisi. Na hapo ndipo ambapo unaona pia ta idea kwamba tukiwa na wale center back wawili, tuwe na center back ambaye anatumia mguu wa kulia, atacheza upande wake wa kulia, na fullback ambaye anatumia upande wa kushoto acheze upande wa kushoto. Kwa nini? Kwa sababu itakapotokea fullback wa kushoto ameondoka, tunaamini kwamba fullback wa kushoto anatumia mguu wa kushoto na mguu wake primary. Maana yule center back ambaye anatumia mguu wa kushoto tukislide kwenda ule upande anakuwa ni fullback, ana cover si ndio? Then huyu atakavosogea hapa na anavosogea tayari tunakuwa tupo compact na timu ipo imekamilika, kwamba kule upande wa kushoto ipo mtu wa kushoto ipo kwenye shape nzuri. Lakini ni kwa sababu Azam FC alikuwa anaondoka na fullback wote wawili, maana yake ni kwamba kiungo mmoja ndo anatakiwa kudrop ndani, anaenda kuact kama center back, then yule center back mwingine ambaye anabakia naye anakuwa center back mwingine, then yule ambaye anabakia anaenda kuvuta kule pale. Ana shape ya watu watatu nyuma, less defense bado inabakia na watu watatu. Sasa kilichokuwa kinatokea baadhi ya nyakati ni kwamba hizo change movement hizi za watu ambao wanatakiwa kwenda kukava kwenye maeneo zikidelay kidogo, inamlazimu sasa yule ambaye alienda kushambulia arudi tena kutafuta mpira wake. Sasa au ndio muda ambao alikuwa anamuona Imidi anafanya kazi ya ziada, lazimike sasa kufanya kazi. Kwa hiyo inapokuja kutokea sasa kwamba umeenda afu kichungulia kwenye upande wako hamna mtu, unasema ngoja mwenyewe nikajiokoe. Sasa kwenda kujiokoa automatically kwenye football, unajua ukipoteza mpira pale katika hali ya kawaida ukija kurudia hapa kutafuta tena lazima utacheza foul, kwa sababu utakuja hapo ukiwa late na ukija late maana yake utacheza madhambi. Yes bana, hiyo ni kwa upande wa Azam FC, wao wakiendelea kujimarisha zaidi wa kufanya usajili wachezaji 8 tayari hao. Itabidi tuzungumze na Ibu au na Zaka watuambie kitu gani hasa ambacho wanakijenga. Si wanapunguza wengi kwa msimu huu, wanapunguza wengi, wanaoingia ni wengi. Kwa hiyo kata mti panda mti. Lakini lazima pia kuna story behind kwa nini ipo hivi. Watu wameenda perform Ibra, kwani ni siri? Wachezaji wa Azam waliosajiliwa dirisha kubwa na dogo
la msimu uliopita wengi hawajakidhi mahitaji. Hicho unachosema Abisa hicho nataka tukisikie kutoka kwao kwamba hiyo unaweza usipate kaka, au unaweza ukapata kwa Zaka kwa Zaka unapopiga chenga ya mwili kwa sababu Zaka ishi ya mfano ya zile kelele uligusa mwanzo hapa, watu walikuwa wanazungumza kocha mkubwa Zaka aliweka wazi bwana, msimu wa kwanza amekuja Ibenge, moja ya taski tuliyompa ni kuhakikisha kwamba timu inapata au inafikia mafanikio ambayo tulikuwa tujawahi kuyapata. Kawapeleka makundi tena wakamaliza na pointi nyingi tu, pointi 9, si ndio? Jambo likapatikana ambazo ingekuwa kwenye kundi lingine ashafuzu. Na kwenye assessment ya timu wote tuliona pia, baada ya kukiona mwalimu kikosi akabidi aanze kuwatumia wachezaji vijana, si ndio? Kina Twabnulu pia walitushangaza, kina Bogasto wakawa wanapata nafasi. Kwa hiyo this time around pia baada ya kocha kuiona timu ataki yao yatokee, Zaka atuambie uchambuzi ukoje msimu ya kutumia vijana. Kwa sababu vijana Ibenge ni muumini, lakini ile Azam alikuwa anafanya kwa sababu alizidiwa. Aliona Kitambala kupress mechi ya Yanga hawezi, akamweka Kebeku. Aliona Ngita hawezi, akamweka Zidane Sereli. Wote walikuwa benchi wamevaa tracksuit wanaangalia mechi, wazima wa afya. Sereli kakimbie. Sasa bwana, tunaendelea. Hii ni Viwanjani, tupo kwa upande wa soka letu, tunatazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Abisai Steven Junior pamoja na coach Michael Hiera. Nilikwambia leo photos zitakuwa nyingi sana. Kila mchezaji unahitajiwa hapo unatajiwa na sifa zake na namna ambavyo anafanya operations, na hivi ndivyo ambavyo Viwanjani tunakuwa tunafanya. Tutazame kwa upande wa taarifa nyingine na tumtazame kocha Amani Josia, ambapo wana mapigo na mwendo Mashujaa FC wabinasa saini ya aliyekuwa kocha wa Walima Zabibu Dodoma Jiji FC. Amani Josia akichukua mikoba ya kocha Jamhuri Kiwelu Julio ili kuimarisha kikosi kuelekea msimu mpya wa mashindano wa 2026 2027. Coach Amani Josia anaondoka Dodoma Jiji baada ya kuifikisha timu hiyo katika nafasi ya 9 kwenye msimu uliomalizika, na aliweka rekodi ya kuwa kocha wa kwanza kwa Walima Zabibu kupata sare dhidi ya Simba tangu timu hiyo ipande kucheza ligi kuu. Kocha Josia pia aliwahi kuinusuru timu ya Tanzania Prisons isishuke daraja msimu wa 2024-2025 katika mchezo wa playoff ambao alicheza dhidi ya Fountain Gate, moja kati ya makocha wazawa ambao nafikiri ukimtoa Madiali alikuwa anafuata yeye kwa performance ile yani kuanzia mwanzoni mwa msimu mpaka mwishoni mwa msimu. Kuna mjadala lakini ndio hivyo. Tuseme ndio wao walikuwepo. Kwa maana kukaa kwenye timu moja na kupata hiki ambacho kimepatikana. Amani alihamia Dodoma, aliwakuta amecheza mechi 5. Kama sikosei walikuwa na alama 5 hao watu. Na walikuwa kwenye nafasi kabla tujaenda AFCON. Kwenye nafasi za playoffs kushuka chini. Sawa? Yeye amemaliza ligi na alama 35. Amani Josia amewapa alama 30. Umeelewa? Kwa hiyo ukimtoa Amani msimu wa Dodoma ulikuwa bye bye. Huyu alikuwa game changer. Sasa Josia cha kwanza anaelewa mahitaji yaliyopo kwenye timu. Baada ya kwenda Tanzania Prisons unaona alikomaa zaidi. Ukiondoa kupita biashara, Prisons walikuta wana mahitaji sana ya kusalia ligi kuu. Wachezaji wa vile, cha kwanza inabidi wape imani kwamba wana uwezo wa kusalia kwenye ligi. Kwa kazi yake kubwa sana ilikuwa kuandaa kisaikolojia. Kwa Prisons wakaona kumbe sisi tunaweza tusishuke, na kweli alioibakisha. Sasa hiyo alivyoiva ameenda nayo Dodoma. Alivyokuta wana morali ya chini baada ya kuanza gia ya chini ya ligi, aliwabadilisha namna ya kufikiria. Akaanza kupata uwezo wa wachezaji kuwajibika. Lakini cha pili ambacho anakijua ni analysis. Ana uwezo wa kuangalia timu ina shida gani kwenye mpango wa mwalimu, na mpinzani anakujaje na mimi niandae game plan gani. Kwa hiyo wachezaji ukiwapa game plan mara ya kwanza wanasubiri kuona matokeo. Yakiwa yanatokea wanaongeza imani kwa coach. Wanajua kumbe coach akileta mpango unaweka. Basi hapo ndipo gia ya Dodoma ikaanza kubadilika. Walitembea ni biteni yao mechi 5 zile, then baadaye wakaanza kutoa sare, wakafungwa, wakaanza kushinda mpaka alivyokuja kuwashangaza watu kwa kudraw na Simba kwenye defensive block game ambayo alikuja nayo, then akawasumbua Yanga mpaka akaja akawafunga 3-2 na kuvunja unbeaten ya Yanga michezo zaidi ya 30 ya ligi na ile ya kiujumla. So alifanya kazi nzuri. Sasa baada ya kufanya hivyo, Mashujaa wazee wa mapigo na mwendo wamevutiwa. Wao walikuwa wanazungumza na coach Julio, lakini kwa hoja ya
mazungumzo yale hawakufikia muafaka kubaliana. Pande hii na mahitaji haya, pande hii inaona haiwezi, kwa hiyo akashindwa kuendelea na mkataba wa Julio uliisha. Ulikuwa muda mfupi kuinusuru Mashujaa na alifanikiwa. Unampongeza Julio, sio kazi rahisi kwenda hizi timu za chini kuzikuta na hali ile afu kuzibakisha kwenye ligi ni kazi kubwa na inaingia kwenye historia pia. Na performance ya Julio, kwa sababu ile performance ya Mashujaa ndo kama ilikuwa inatafsiriwa kwa maana huyu ndo Julio, timu haifungi, timu inakaba sana. Ni kwa sababu ya watu ambao yani wachezaji ambao waliwakuta au ndo sifa ya Julio, kwa sababu yes kafanikiwa kuibakisha timu, lakini performance yake ni performance ambayo ilikuwa inakosolewa. Mabwana hao kufunga sio kipaumbele. Kwa muda ule unaweza kaelewa kwamba kwa namna iwayo yoyote kwenye mechi yoyote ambayo Mashujaa alikuwa anaenda kama anafungwa basi apate alama moja. Lakini asipoteze zote tatu kwa sababu ya mahitaji, si ndio hivyo? Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, wachezaji waliokuwepo. Mashujaa ni timu ambayo kwa anaweza kucheza mechi isitengeneze big chance. Au ikatengeneza moja au half chance mbili. Nyingine zote zikawa ni mashambulizi ambayo yanahitaji pasi mbili tatu yakae vizuri. Kwa hiyo ni ngumu kuratibu huo. Yes, yani timu kwa nitumie neno gani? Haina ubunifu. Kwa sababu una Onditi, una Stambuli. Yusuf Dunia, Luege, sio? Haya, umejitahidi kidogo umeingiza Mapinduzi Balama. Umemaliza. Wenga Voa na Odha, striker Kibaya, David Olumi atatoka bench. Yule wa Zanzibar no, mguu wa kushoto kiungo Cheda ndo mtu ambaye mguu wake unaweza kuburuza pass kwenye nafasi. Ukaona hapa mtu anaweza kwenda kufunga. Lakini alikuwa anapatikana kwa muda mdogo. Sasa hiyo timu kusema ucheze passing game ilikuwa ngumu, kutengeneza mashambulizi. Kwa kukosa huo ubunifu unabidi ufanye decision. Nikalazimishe leo watu wajifanye wacheze mpira mzuri kuvutia watu. Alafu hii ni cost, nifungwe nishuke daraja. Au ni amue nisifunge kwanza, nitoke kwa pasi ndefu, kwa sababu walikuwa na kina Ismail Mgunda wanapokea pasi za juu. Watu wanaweza kucheza na Said Mudathir yule striker, Daniel Yanga baadaye akamuongeza. Kwa hiyo ndio imewafanya wabaki kwenye daraja. So yeye akienda kwenye mbinu zake anajiona mshindi. Ila tafsiri ya Mashujaa kuwatoa 10 wanajibu hichi ninachokuambia. Kwamba waliona hawatoshi. Jana hapa niliwakumbusha wakati ile orodha ya wachezaji walioacha Mashujaa imetoka, kakumbuka kuna ile mechi ya Pamba ndio Julio aliwaambia bana, mmeona wenyewe ndani pale. Nitaka mimi niingie nikafunge. Naona kazi. Kwamba mule ndani yani nafasi kiasi zilitengenezwa, lakini wafungaji uwezo ulikuwa uko mbali. Coach Michael Yera, kwa sifa za kocha Amani Josia, kile ambacho pia tulikiona likifanya Dodoma, Abisayepo amegusa. Moja ya sifa ambayo anaondoka nayo pale, inaonekana alitengeneza utambulisho wa aina ya football ambao Dodoma wanaicheza. Wana Kigoma na Mashujaa yao wategemea kitu gani cha ziada kutoka kwa kocha Amani Josia? Kwanza ni miongoni mwa makocha ambao tayari wameonyesha kwamba kuna kitu ambacho anaweza akakifanya. Na kwa level ya Premier League ameonyesha hilo akiwa na Tanzania Prisons. Lakini pia ameenda kukionyesha akiwa na Dodoma Jiji. Kabla ya hapo unashindwa kumtaja sana kwa sababu alikuwa na Biashara, alikuwa na Geita Gold, alikuwa na Tunduru Korosho huko. Ambako ilikuwa bado ni level ambazo pengine ni chini, ambazo ni ngumu pengine wakati mwingine kuona nini ambacho alikuwa amekifanya. Lakini uzuri ni kwamba amedisplay kitu kizuri kwenye nyakati ambazo amepewa majukumu makubwa zaidi ya kunoa hizi klabu za level ya Premier League. Na hasa zaidi unaweza kumzungumzia akiwa na Dodoma Jiji ambako ndo mara ya mwisho amefundisha level ya Premier League. Akiwa na Dodoma ni miongoni mwa timu ambayo kwanza ilikuwa na kuvutia kwa jinsi ambavyo ilikuwa inacheza. Alikuwa na mchanganyiko wa vitu vingi ambavyo vinapatikana na unahitaji kuviona kwenye football. Of course kwa KA anaweza akawa anacheza direct football kama ambavyo anacheza Julio. Tofauti yao ni kwamba kuna nyakati ambazo pia wakati mwingine unajua unaweza ukabana na materials ambazo uko nazo. Yaani ilikuwa ni ngumu hata kama Julio angekuwa anaamini kwenye kupossess. Kwa aina ya timu ambayo alikuwa amekuta Mashujaa. Inawezekana ingekuwa ni ngumu yeye kwenda kuimplement kile ambacho anakiamini. Lakini kwa Josia wakati amekwenda Dodoma, kuna muda ulikuwa unamuona ana possess lakini timu iko direct. Yaani timu haihitaji muda mwingi sana kutengeneza mashambulizi na kupata kile ambacho anakihitaji. Wako direct ambayo inaweza ikawa inakupa faida kwa sababu pia haina watu ambao alikuwa nao. Yaani
ukiwa na timu kwa mfano ina William Edgar Mwampagama, ina Kayanda ambaye unajua kwamba hao kwenye speed kule juu anaweza akawa anatupa vitu vingi, na Mwana Kibuta David ambao automatically tu mstari wa juu unakuonesha kwamba ni aina wachezaji ambao wana speed, muda mwingi anaweza akakupa hiyo speed game. Then nyuma ukawa na mtu kama Munganga ambaye unajua hii ni bima, yani hii ni bima ya kutosha kabisa kwenye ile eneo kwamba katika nyakati zozote ambazo tutakuwa tumepoteza mpira kwenye watu ambao wanakimbia, huyu mtu anaweza akawa anatupa cover nzuri. Lakini una Salmini Dioza. Salmini Dioza ambaye anaweza switch muda wote, anaweza akapeleka, akiona gap upande wa Mpagama ataweka, akiona gap upande Mwana Kibuta ataweka. Maana yake ni kwamba timu hii inaweza ikawa sharp sana kwenye maamuzi ambayo wanaweza akawa wanayafanya. Kwa hiyo Amani Josia tayari alishatengeneza hicho kitu kwenye timu na tayari alikuwa uzuri, alikuwa amepata starting 11 yake ambayo kila mechi ukiona anavyocheza ni vile vile ambavyo anacheza. Kwa hiyo hata kama utamsoma, lakini unaona kwamba huyu ana hicho kitu, lakini tayari kimeshaingia kwa wachezaji na anakifanyia kazi kwenye uwanja wa mechi, sio tu kwenye uwanja mazoezi, hata kwenye uwanja wa mechi unaona pia anafanya hicho kitu. Mwishoni aliwatengeneza wachezaji psychologically wako comfortable sana. Hata kwenye kumiliki mpira kuna muda unaona anacheza wakiamua. Kuna goli waliofunga Young Africans walipiga pasi zaidi ya 15 lile. Kila mtu akawa anashangaa kwamba hizo pasi kweli zile hesabiwa, anaenda kushoto, wanarudi kulia, wanacheza, kila mtu comfortable na kile ambacho kinafanyika. Kwa hiyo tayari ilikuwa ameshajitengenezea nembo yake nzuri akiwa na. Lakini hiyo ni tahadhari kwa sababu kufanikiwa kwake Dodoma hakugarantie kufanya vizuri Mashujaa. Ni lazima akutane na combination nzuri ya wachezaji ambao watakuwepo au ambao watawasajili na mpango wake wa kucheza. Yaani kama ili upate pilau tunajua kuna viungo vyake. Ukivikosa hivyo unakula wali mweupe. Sasa Amani Josia kama anataka pilau akiwa Mashujaa ni lazima. Kinyume na hapo sababu zitakuwa nyingi tu. Yes, na kwa sababu kuna wachezaji 10 ambao wamekwisha achwa na klabu ya Mashujaa, kuna ambao pia wengine tu wametoka, tumeona Africans na wao wamechukua. Kwa hiyo kuna kundi kama wachezaji 13 wameondoka. Kwa hiyo atakuwa na kazi ya ziada kuhakikisha kwamba anatengeneza timu yake. Kubwa tu tumtakie kila laheri katika maandalizi ya kikosi hiko cha Mashujaa, kwa sababu tayari maandalizi ya msimu mpya yamekwisha kuanza na tarehe 14 mwezi Agosti ndio ligi itaenda kuanza, na Mashujaa ni moja kati ya timu ambayo inaunda timu 16 kurejea katika msimu mpya wa mashindano wa NBC 2026-2027. Kwa hiyo tunatamani tutengenezee kitu kizuri ili tuweze kuenjoy football kwenye msimu mwingine ambao utakuwa unafuata. Tugeukie kwa upande wa the Southern Killers, wauaji wa kusini Namungo. Kwa ankali huku bwana kodi yako ya mazao inabeba chama. Timu ya watu. Sawa bwana. Ukishamaliza wauaji walioshindwa kuwa wauaji. Wauaji wa daraja la kati hawaui sana. Wakauliwa wao. Yes, bwana, tuelekee kwa upande wa klabu ya Namungo ambao kuelekea msimu mpya wa mashindano, timu zinaendelea kusuka vikosi kwa kufanya usajili mbalimbali, lakini pia kurekebisha sehemu ambazo katika msimu uliopita walikuwa na mapungufu. Tuwatazame wauaji wa kusini, wachezaji waliosalia, lakini pia usajili waliofanya, bila kusahau wale ambao wataendelea kusalia ndani ya kikosi hicho. Orodha hiyo ambayo unaiona ni wachezaji ambao wamesalia ndani ya kikosi hicho. Tunaona Musa Malika Musa, yeye amesalia ndani ya kikosi, ana mkataba wa mwaka mmoja, lakini pia Hashim Hamis Manyanya pia ana mkataba wa mwaka mmoja. Hamis Khalifa Nyenye, mkongwe kabisa ndani ya timu, muda mrefu kabisa, mwaka mmoja. Nyenye na Hashim Manyanya. Lakini Lucas Almeida Kikoti alitoka na kurudi, naye pia amesalia akiwa na mkataba wa mwaka mmoja, pamoja na Abdalla Mfuko, naye pia amesalia ndani ya kikosi hicho. Sawa, hii ni orodha ya wachezaji wale ambao wamebaki ndani ya kikosi hicho, lakini pia wachezaji ambao wame muendelezo waliobaki au ni muendelezo. Yes, tuna Geoffrey Julius Ruzendeza naye pia mbaki kwenye kikosi, lakini pia Cyprian Kipenye naye pia amebaki. Tunaye Hamim Musa Hamim naye pia mbaki, mkataba mrefu kabisa, miaka mitatu. Lakini pia Julius David Amasuka naye pia mbaki miaka mitatu, pamoja na Abdulazizi Shahame naye pia amesalia ndani ya kikosi hicho, na bila kusahau Abdallah Dennis Michael naye pia amebaki na mkataba wa mwaka mmoja. Wachezaji 11 wamebaki au wenye mikataba ambao wamebaki. Unaweza kusema Namungo ana kikosi cha kwanza 11 ya kwanza, ya pili. Tutazame kwa wachezaji ambao wameongeza mikataba.
ndani ya kikosi hicho cha Namungo. Helbert Lukindo miaka 2, sawa bwana, lakini Pius Buswita miaka 2, Hussein Kazi mwaka 1, Jacob Masawi mkongwe captain sawa bwana, bado yupo miaka 2, lakini pia Rogers Gabriel naye pia miaka 2. Naona Buswita ameshajitengenezea utawala wake kaeneo kake, lakini pia performance ya mkongwe Masawe pia, lakini pia Suleiman Idi naye pia miaka 2. Hawa ni wale ambao wanakuwa ngapi hao? Hawa 6 ni kwa 17. 17 wa uhakika na Mungu, 17 wa uhakika ambao walikuwepo na timu na wanaendelea kuwa na timu 17. Wachezaji ambao hawataendelea na timu, orodha pia imetoka. Thank you. Moja kati ya taarifa ambayo imekamilika, imenyooka ni ya Namungo. Umetisha bwana. Orodha hii hapa. Sawa bwana. Wachezaji wasioendelea na timu. Kwa hiyo in case kuna mtu alikuwa anasumbua dau kubwa, huyu hapa yupo free. Tunaanza na Leni Kisu, mkataba umemalizika. Sawa bwana. Ayubu Semtawa, mkataba umemalizika. Eretie Makambo, mkataba umemalizika. Fabrice Ngoi wa Ngoi, top striker Namungo msimu uliopita, mkataba naye pia umeisha. Lakini pia Rashidi Mchelenga, sawa bwana, naye pia ni makubaliano ya pande mbili kwamba bwana tunapeana mikono. Shukrani sana. Namungo amenyoka sana. Namungo amenyoka sana, bila kusahau kwa Hassan Kabunda baada ya maisha ya KMC yakafuata maisha ya Namungo, pia na yeye amefika. Kabunda amepata timu nadhani. Mkataba umeisha. Kuna timu muona Kabunda amepata. Kapata timu Kabunda. Nikikumbuka nitasema. Kwa hiyo Kabunda naye pia mkataba umemalizika. Wachezaji 6 ambao wametoka. Jumlisha wale 23. Kwa hiyo 6 wametoka. Sasa kwa sababu msimu uliopita timu ziliruhusiwa kusajili wachezaji 40 na hata msimu huu pia. Kwa hiyo tukijumlisha hii idadi wanakuwa 23. Hili ndio jopo la Namungo. Sasa mimi hapa tathmini yangu, swali gumu kwa uongozi wa Namungo chini ya mwenyekiti Hosea, hawa 6 ndio walikuwa tatizo la Namungo? Hawa 6 inawezekana sio tatizo. Kama hawa sio tatizo, unabaki na 17. Hawa 17 wanaobaki ndo alikufikisha hapo ulipofika. Hapo unawaza mabadiliko? Kuna option ya kusajili pia. Ndo 6. Inawezekana kwa sababu sio 40 wanaruhusiwa. Unatibu 6 kwanza ambao umewatoa. Unapata 23. Na hawa 6 Mungu ana uwezo kwa wachezaji 40. Na hawa 6 waenda nao wapi hotel? 40. Basi kubwa. Usajili unapimwa kwenye basi likitosha na tosha. Wakizidi maana yake inabidi uje na gari lingine. Tibasi kubwa. Kwa hiyo naamini wanaweza kwenda kwenye 23. Kwa sababu ukiangalia profile ya Leni Kisu sio ndogo. Yaani ile tunataka performance. Lakini Namungo hakuwa na ukimwangalia Ngoi, Fabrice, sasa huyu ndio alikuwa amebeba magoli 25 ya timu. Huyu alikuwa amefunga 11. Na ndo anaondoka. Almost nusu. Si unaelewa? Sasa kwa hiyo Namungo kwenye tathmini yao nilitegemea mabadiliko mengi, sababu hapa wanachoniambia Namungo mimi. Kuna ambaye kabaki na wasiwasi, mtozi kama anaweza kutusaidia akatuletea waliobaki. Alafu anasema yani kwamba kwa yale mabadiliko ya Namungo kama ana wasiwasi. Wachezaji waliosalia wa Namungo 11. Kuna watu pale kunaona imesoma miaka 2 pale ameongeza Isaya Kanaguna. Kwenye walioongeza mikataba. Kwa mfano hawa ni waliobaki na Namungo, hamna shida. Walioongeza basi ndo wamebaki. Ndo anasema hivi, Namungo kubakisha wachezaji 17 kati ya 23. Wanatuambia sisi shida tuangalia walioongeza mkataba. Kuna ambao Herbert Lukindo kutoka timu ya Chunya ilikuwa inaitwa nini ile? Alitoka Ken Gold. Aliperform. Kwenda Namungo sikushangaa. Lakini Namungo hajacheza vizuri. Pius Buswita ni mchezaji mzoefu sana. Lakini performance yake iko very down kwa sasa. Hussein Kazi ndio mchezaji pekee aliza michezo yote ya ligi kuu kwa Namungo. Na kuna stories za Kikachela alikuwa anataka kutoka hapa. Naona ameongeza mwaka kwa sababu inawezekana ndio maana ikaongeza mwaka mmoja kujipa thamani ili kwa sababu sasa hivi naambiwa anataka kwenda timu nyingine kwa performance alionyesha. Jacob Masawe mchezaji mzoefu sana kwa umri wake na anachokifanya, miaka 2 alistahili. Mmoja Rogers Gabriel amesajiliwa kutoka Ken Gold na yeye sio beki mbili, na yeye performance yake haikuwa ya kushangaza sana. So hawa watano ni baadhi ya wale ambao tulikuwa tunawajadili wameongeza mkataba. Ongeza mkataba. Suleiman Said goalkeeper
kipa kabisa wamemtoa KVZ. Huyu kipa baadaye tutamjadili kwenye mwaka huu, msimu huu kisha tu, au hata ukifika nusu. Kipa kabisa huyo jamaa. Lakini na Mungu anachotuambia sisi, shida ni benchi la ufundi, sio wachezaji, kwa sababu kwenye kundi waliokuwa nalo amewatoa 6 tu. Kwa shida ilikuwa Mgunda, Juma coach, shida ilikuwa Ngawina na wenzake kwenye benchi na wale ambao waliondoka mwanzoni. Labda mimi sikubaliani, labda ni wachezaji. Tukifanya assessment ya Namungo msimu uliopita, kwa sababu kundi kubwa linaonekana linabaki. Kulikuwa kuna shida ya coaching, yani ukitazama hii timu unasema hii timu wao ndo wanatutuambia, ambapo mimi sikubali. Coaching wao ndo wanatutuambia kulingana na hii tathmini, kitu ambacho mimi sikubali, kwa sababu si wote hapa, wote watu wa mpira. Kuna nyakati ukitazama unaona kabisa utekelezaji wa majukumu uwanjani kwa wachezaji ndio ambao una shida. Je, kuna issue ya coaching? Kwa sababu coach ilikuwa na sehemu yake, lakini kumbukeni kuna msemo unasema hivi, kama wachezaji they are not good enough, coach hawezi kufanya miujiza Ibra. Lakini kuna kuwa strategical, ata improve kitu kidogo ili muone coach ana brain, lakini mwisho wa siku adhima ikamiliki. Kwa sababu Fadru Simba ile ya msimu juzi, si ndio ilikuwa 24-25, ile timu kila mtu alikuwa anasema kaka, hii timu haipo kwenye standard ya Simba. Sawa. Na ndio maana sifa nyingi zilikuwa zinaenda kwa Fadru, kwa sababu baadaye alichagua kwamba bwana, mimi licha kuchagua kuna watu wazuri alikuwa nao, kuna watu lakini ndo kuna ile level ambayo Abisai ilikuwa inatajwa. Kwa nini kila siku Abisai wakapewa jina la utani kumradhi, wakawa wanasema kocha ana kikosi kaukani kuvai, kwa sababu kocha aliamini katika wote hawa 11 ndio beba maono, na walimpa kweli, na walimpa top scorer wa timu wa ligi. Hilo ndio eneo lilikuwa la kocha, clean sheet za nyingi za kipa, siwezi nikafanya rotation. So narudi kwenye basics, aliyekuwa bora kushoto ataubonda kaka, aliyekuwa bora kwenye winga ya kulia ataubonda, ili tupate matokeo. Nasema hivi, kwa Namungo tuliona ile muuliza vizuri, nasema kwamba kuna shida ya coaching kwa timu. Shida ilikuwepo kwenye coaching ambayo sio kubwa kufunika walichokuwa nacho. Ilikuwa shida ya kubwa, yani ukiniambia wachezaji na coach, shida iko wapi? Ni gawe asilimia. Ulikuwa unaona mbinu zilikuwa zina shida, na Mungu alikuwa anatoa mpira kwa kipa mpaka kwenye goli. Kwenye mtindo upi sasa? Kwa work rate kubwa ya kucheza vizuri tu. Walikuwa wanacheza vizuri. Ndio. So issue ilikuwa ni ufundi. Quality ya wachezaji kwenye kucheza huo mpira vizuri. Kwa hiyo naamini Namungo itakiwa wa offload zaidi ya hiki kilichofanyika. Exact. Sasa shida ndio inaweza kuwa budget, ukawaelewa. Lakini mahitaji ndo hayo. Na hapo sasa mahitaji ndo haya. Kama top scorer wako anaona itoshi, anaondoka. Maana yake kaona hapa mimi natumia nguvu sio hivyo kawaida. Namungo kucheza mpira wa kuvutia machoni. So shida ndo benchi hilo. Ndio benchi. Nataka kuamini kwamba Fabrice mwenyewe sawa. Ngoe kashafunga magoli 10 na ngapi? 11. Automatically huyo mchezaji demand yake sokoni ni kubwa sana. Kwenye ligi ya Tanzania mchezaji kufunga magoli 11. So mchezo. Ikija ofa sasa unakaa unaipima hivi kwamba hawa anakupa ngapi na hawa anakupa ngapi. Automatically kuna timu ambayo itapandisha tu thamani yao. Yaani wewe mwenyewe tayari lipo kundi ambalo kiliona. Lakini sasa kwa Namungo ambacho kinaonekana kwenye ligi kuu, unajua standard ya wachezaji imepanda sana, to be honest. Ukiwa na standard ya mashaka kuunga utaenda kuadhibiwa kiwanjani. Yaani hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo utaenda kuadhibiwa. Pale uwanjani unapokutana 11v11 ndio utajua kwamba mimi hawa wa kwangu inabidi bado nikatafuta watu wengine. Ndicho kitu ambacho hata last season kuna baadhi ya timu zilikuwa zinahukumiwa kwenye hilo eneo. Bad luck kwa Namungo. Umeona usajili wa wachezaji, wachezaji ambao wameongezwa na wachezaji ambao wana mkataba. Angalia welcoming ambazo zinaingia kwenye timu. Yaani wale wachezaji ambao sasa wanaingia kwenye timu. Rashid Chambu, Redemptus KMC, anatibu wewe masuala ya ubunifu ambao tuliona. Wametoka wapi? Wametoka KMC. Hapo amechukua daraja sio? Nani? KMC kufika huko. Ukitaja tu timu inatosha. Au vipi bwana? Achelo vipi bwana? Kwamba asikujua kama hii kwamba mtana akasema huyu aliyeshusha timu daraja. Sikujua kama hii ni simu ya maandishi. Maneno yanatakiwa 10 tu. Ndio machache kaka, sasa unaenda tena. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba interest pia, of course unaweza kuona pengine issue pia ni kutokana na budget na vitu vingine, kwa sababu wamesajili pia wachezaji kadhaa kutokea championship. Sio kitu kibaya kwamba pengine unaweza kusema pengine wanataka pia kuleta sura mpya kwenye ligi kuu. Lakini hizo sura mpya kwenye ligi kuu zitakuja kuwa kitu kizuri kweli kwa Namungo au ndio tegemeo makubwa kwa Namungo? Hao ni wauaji wa kusini na Pep Guardiola mnene coach Juma Mgunda
atakuwa na kazi ya ziada kutoa kile ambacho kitakuwa bora zaidi katika kikosi hicho kutokana na matarajio, lakini pia Namungo wakati wampanda ligi kuu kuna standard yao ambayo waliiseti pia. Nafasi 4 za juu wameteleza sana. Walikuwa na kocha na kimataifa walikuwa na Imana yule kocha Mrundi na Imana wakati ametoka pale ndo kaenda Mtibwa of Simba. Baadaye akaenda kusaidia Msimbazi pale. Wakina Steven Sey, wakina Biglimana Blaze. Blaze Biglimana. Yes, ndo standard ya Namungo sasa. Huko sasa hivi anakoenda standard ya nani? Hawa Namungo sasa hivi nani? Wewe umepaka mafuta kwa mgongo wa chupa, wamesajili wengi Champions League, umesema sio mbaya. Tubaki na ule msemo watahukumiwa kwenye uwanja. Sisi tuachane na Namungo kwa kusema mara zote mwalimu mzuri wa mpira wa miguu ni mechi. Mwalimu mzuri kipimo huwa ni mechi. Baada ya kucheza full game zako huko unapokutana na mpinzani, tutajua timu haijaunganika. Wewe tusubiri tu. Mazoezi tumefundisha kwamba weka pressure ndogo. Kule waambii kwamba mpinzani weka pressure ndogo. Kule unatumikishwa. Kule mpinzani anakuja na pressure yake yote, kafungua busta na kuja. Ukituliza tu bila Munganga yuko Dodoma jiji. Wewe unataka kusajili kiungo bora wa kutumia kweli? Bwana, tutazame kwa upande wa taarifa nyingine ya usajili na tumtazame kijana Ladak Chasambi. Na Chasambi ameki headlines sana siku za karibuni hapa. Kameki sana headlines ambapo Halima Alizeti Singida Black Stars wamemtambulisha aliyekuwa winga wa Simba Sports Club Ladak Chasambi katika kikosi chao, na tayari amejumuika na wachezaji wenzie kwenye mazoezi kuelekea michuano ya Sekafa Kagame Cup pamoja na mashindano mengine kwenye mwaka wa mashindano ambao utakuwa unafuata. Singida Black Stars tayari ipo nchini Rwanda kwa ajili ya michuano ya Sekafa inaanza kutimua vumbi leo, ambapo Singida watashuka dimbani kesho Jumamosi kumenyana na Jamos FC majira ya saa 10 jioni. Bwana Chasambi ndio jezi ya Singida ya mazoezi. Kwani jezi ina utambulisho? Kama mazoezi. Ile pale nyuma, yule pale ana logo ya Singida. Ile nyuma ina Singida. Ile ukiona ile sema tu ameibla. Utafute. Imeonekana. Wewe kama hujaiona sema. Kocha. Bwana Ladak Chasambi amejiunga na kikosi cha klabu ya Singida Black Stars na wameanza mazoezi. Issue ya Chasambi kabla ya kwenda kutazama kiprofile, unaweza kusema kwamba labda hajaenda mbali sana, kwa sababu sasa hizo ukienda Singida bado tunakukadiria haujaenda mbali sana. Simba ni mbali Singida na Simba. Yani hujaenda mbali kutoka wapi? Yani haujaenda mbali sana kimaisha. Unajua maana neno mbali, haujaenda mbali sana maana yake upo karibu. Yani ukitoka Simba Yanga au ukitoka Azam ukienda hapa au pia hata Azam na hao hawapo karibu. Hata ki mindset ukitoka Yanga na Simba ukaenda Azam tunaamini hujadondoka sana. Ni the same pia. Neno dondoka lipo. Neno dondoka lipo. Hujadondoka sana. Kwenye notion. Kwenye notion. Wewe unataka kusemaje? Simba na Yanga hizi timu ziko mbali sana. Kwanza Azam FC na hizo Singida. Kwa Ladak ni anguko kwa maana kwenye expectations ambazo tulikuwa nazo wakati anaenda Simba, kilichotokea na kutoka kwake kwenye timu aliyoenda. Kwake hii ni second chance nzuri sana. Kwake yeye. Hapo ndio nilikuwa napata. Kwake yeye kwa sababu jibu vizuri. Amebaki kwenye timu ambayo ina ushindani na inataka nafasi ya 4. Kwa hiyo sio anguko kubwa. Inataka nafasi sasa ya 4 na bingwa ni sawa? Sio anguko kubwa. Inataka nafasi ya 4. Unajua tofauti na ukienda maeneo mengine kule. Itaje hayo maeneo? Yataje. Siwezi kuyataja. Vumilia kidogo. Kwa hiyo ni second chance nzuri. Singida wanaota kucheza kimataifa. Kwa hiyo nafasi ya 3 na 4 wanazitaka. Ladak, nimepata taarifa za Kachero kwamba Singida wameilipa Simba milioni 60 kuvunja huo mkataba. Alafu yeye amesaini kandarasi ya miaka 3 ambayo ina thamani kama milioni 200 hivi. Kama dili ya mwenda tu. Ameenda zake Singida. So Singida wanaamini wanataka kumpa vitu ambavyo hakuvipata Simba. Kimoja ni kumwamini, kumpa confidence, lakini pili kumpa dakika za kucheza. Tatu ni kumthaminisha kwa hizo hela ambazo ametumia. Kwa hiyo Chasambi atafeel love mpya tofauti na ambayo hakuwa ameipata. Kwa hiyo itamfanya atake kuonyesha sasa kwamba sawa, yale maisha ya Simba ameshapita, sikuweza kumaterialize, ngoja nicheze Singida. Lakini Ibra huku alipoenda ushindani wa namba ni vile vile ni mkubwa. Unaweza usifanane na Simba lakini ushindani wa namba ni mkubwa. Na wachezaji wa kimataifa ambao Simba walikuwepo walikuwa wanamweka bench kwa sababu ya uwezo, Singida pia wapo.
Kwa hiyo kwa hoja ya kupata timu amepata, ajira yake ipo, hela atakuwa anapata, lakini lazima yale ambayo alikuwa anampasa kuyafanya ikiwa Simba hayo ayafanye tena kwa kuongeza akiwa Singida. Hana room ya kurelax tena. Umeelewa? Profile ya timu iliyokuwepo, timu tajiri, timu ina nia ya kushindana, ndio hiyo ambayo inakufanya useme ni karibu na Simba, hajadondoka sana. Sijui umeelewa. Kwa hiyo timu ina daraja la ushindani, yani kuna vitu anavitaka vikubwa. Yes, kuna vitu anavitaka vikubwa na ukiwa unatamani kutaka kitu kikubwa sio shida yoyote. Japo ikufanywa daraja kubwa la Simba na Yanga unatamani, sio? Outcome yako pia itatuambia kama kweli. Sasa Chasambi kwa mambo alikuwa anazungumzwa. Zilikuwa issue za nidhamu. Na issue hizo alikuwa anazi highlight sana kocha Fadru kwenye mambo yao ya ndani huko, ambayo ilimfanya kocha aache kumzingatia. Alafu cha pili ni uwezo kuzidiwa. Chasambi tunamjua anaweza kucheza nyuma ya striker as a number 10. Simba kwa muda huo alikuwa na Jean Charles Ahoua, ameprove mpaka kuwa top scorer wa ligi, ameprove kuwa mchezaji bora ambaye alitengeneza nafasi nyingi CAF, Champions League na Confederation yote. Chasambi asingeweza kupata nafasi. Anaweza kucheza winga ya kulia, ilikuwa shida kwa kuna Kibu Dennis kule. Kushoto kulikuwa na Mpanzu, hao walikuwa wamemzidi. Kwa hiyo hoja ya uwezo kumzidi, msimu ulioisha wakaja kuongezeka tena balaa kabisa na Libase ndo alikuwa ataki mtu upande ule. Kuna muda Mpanzu naye anatokea huko pembeni. Libase huko ashau ushindani umebaki kushoto kwani Central. Kwa hiyo mwenyewe unamuona ilikuwa ngumu. Kocha Fadlu kuna muda alimjaribu hadi namba 2 katika kuonesha kwamba unaweza kucheza huku tukupe nafasi, ikawa ngumu. So ali lose kichwa chake, confidence ikawa issue ya Simba. Kimwili alikuwa iko Simba, ila Chasambi kiakili hakuwa Simba muda mrefu. Kwenye ile eneo la Ladak Chasambi kutoka Simba, kwenye mapambano yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na nafasi za wachezaji hawa wazao wenye umri mdogo kwenda kwenye hivi vilabu vikubwa viwili, Simba pamoja na Yanga, zinatumika kauli tofauti tofauti. Kuna wanasema timu hizi zinaua vipaji, lakini kuna ambao tunachambua tunasema inawezekana kuna muda wanaenda wakiwa hawapo tayari, kwa sababu mahitaji ya hizi timu ni makubwa, na hata makocha wanaofundisha hizi timu ni makocha ambao wana madaraja ya juu. Kwa kama una misi vitu vidogo, au kama mwalimu akikupa oda usitekelezi vizuri, inakuwa changamoto, kwa sababu tumeona wengi wao wameenda wamerudi. Nimeona pia Nisinkane amerudi Yanga anafanya mazoezi, lakini ilikuwa ndo kwenye daraja hili wachezaji vijana wenye vipaji wakiingia kwenye hizi timu, nafasi kidogo inaonekana kuwa ni ngumu. Labda Michael Yera, wewe sasa tukitazama kwenye jicho la coaching, kwa sababu wapo wengine wenye umri mdogo, tumeona Chuga naye kashafanya movement. KMC wapo wengi pale na umri mdogo. Kwa KMC wako wengi. Labda tukijaribu kufanya tathmini na tukijibu wale wengi ambao wamekuwa wakitumia kauli ya kuua vipaji, hii wewe unaweza ukaidefine vipi? Nafikiri hapo sasa utapima idadi ya wale ambao walienda wakafanikiwa na idadi ya wale ambao walienda na hawakufanikiwa. Unaweza kawa na conclusion kwamba nini ambacho huwa kinatokea lastly. Tuna kina Chazi Lamfia, tuna kina Salamba, anaingia Chasambi. Majina anatoa wapi? Sawa. Anaingia nani? Tunazungumzia kuishi nje ya matarajio. Yes, wale ambao hakudeliver kile ambacho watu walikuwa wanategemea kukiona kutokea kwao. Tepsi anaingia hapo, Tepsi kwa Azam. Tepsi Evans naye inawezekana, kwa sababu Tepsi ni tofauti kwa sababu yeye alikuwa pale tangu muda kidogo. Hawa wanatoka huko, yani nafikiri Tepsi ilikuwa ni promising ambayo mmeisubiri afu haideliver, mwisho haijamachua. Kwa hawa wachezaji baadhi yao unaweza kuona kuna hiyo changamoto ambayo inatokea, japo kuna baadhi ya wachezaji pia ambao wametoka kwenye hizo klabu zingine za kawaida ameenda kwenye klabu amefanya vizuri. Kwa mfano mtu kama Kagoma wakati anatoka Geita wakati ule ameenda Simba, alisubiri kidogo lakini baadaye akapata nafasi, ameonyesha kitu kizuri. Young Africans wako na hawa ambao ametoka Mtibwa, Kibwana Shomari, Abutwali Mshel, Job, wameleta kitu kizuri. Job sasa hivi ukimtaja moja kati ya top defender kwenye nchi yetu namtaja yeye. National team material. Na mimi kwangu nafikiri moja kati ya wachezaji ambao hatukupaswa kuwa na mashaka nao ni wale ambao wanatoka kwenye sehemu ambayo makuzi yao na malezi yao kuanzia kwenye level ya chini ni kama ambavyo wanalelewa wachezaji ambao wanatokea Mtibwa Sugar, kwa sababu unajua kuna zile basics ambazo utakuwa unapewa, jinsi gani ambavyo mchezaji anatakiwa kuishi, vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya na vitu gani ambavyo hutakiwi kuvifanya, kwa sababu wao angalau wanapata room ya kuwa pamoja kwa muda mrefu, wanakuwa na train pamoja na vitu vingine vya namna hiyo,
na inawezekana katika kipindi hiki cha hivi karibuni Mtibwa tumeitem sana hapa kama sehemu ya matengenezo ya wachezaji, kama feeder club ambayo inaweza kutengeneza wachezaji wengi ambao wanaweza kudeliver vitu vizuri hapo nyuma. Na Chasambi alitokea huko, pengine angekuwa na tembea kwenye ile njia kwamba hapa alitoka Kichuya akaenda Simba akafanya vizuri, hapa alitoka Muzamili Yasin ametoka hapa ameenda amefanya vizuri, alitoka Mbonde kule alienda Simba, ni majeraha tu ndio ambayo alimtoa kwenye reli. Alikuwa anaumia sana. Yes, alikuwa anapata sana majeraha, ikawa sio bahati kwake kucheza Simba Sports Club. Na wachezaji wengine ambao wamepita kwenye njia, nafikiri hiyo ndio njia ambayo ilikuwa anatakiwa kuichukua, na tunge cement kwamba Mtibwa inaweza ikawa ni moja kati ya sehemu ambayo watengeneza wachezaji kwenye level ambayo hata akienda kwenye timu ambayo ina pressure kubwa, ina mahitaji makubwa, mchezaji huyu tayari ameshatengenezwa kwenye misingi ambayo anaweza kadeliver vitu vizuri, na akapokea pia maelekezo mapya kutoka kwa walimu tunawasema kwamba wako kwenye level ya juu zaidi. Japo hauwezi ukapingana na ukweli kwamba pressure ambayo inapatikana kwenye hizi timu ni kubwa. Yaani pressure ambayo ataipata Young Africans ama Simba Sports Club hauwezi ukaipata sehemu nyingine yoyote kwenye nchi ya Tanzania. Inawezekana labda kwenye utayari, labda utayari wa hizi clubs, kwa sababu mashindano pia ya vijana sio mengi. Na bahati mbaya labda Simba na Yanga kila shindano wanaoshiriki kuna pressure nyuma ya wanachama, mashabiki, viongozi, na hiyo ndio tunaamini pia enda kwenye benchi la ufundi. Nakumbuka mechi ya Yanga na Yefu, Gamondi kama alipiga rotation fulani kikamkuta. Kumbukumbu zangu zinavyonituma kwenye press, Gamondi kama alitumia neno kwamba sitafanya tena. Kwa hiyo room ya kutoa nafasi kwa hizi timu kwamba bwana mwanetu Michael Yera kijana ngoja leo apate experience. Inawezekana inakuwa ngumu kwa sababu hiyo, kwa sababu nakumbuka hata Mzize kuaminika kwake inatajwa kwamba ilikuwa ni jambo la msukumo na kocha Nabi akateke riski na kweli inaonekana ikalipa. Inawezekana ni moja ya sababu demanding. Na kocha akiangalia huku nyuma, yani mimi naona hao wachezaji wana umri mdogo tunawajadili kwa kuwaonea huruma kwa sababu ya umri, lakini kwa wao are they special that way? Yani ni special kweli? Tunawajadili kwa sababu tunaona ni future ya taifa, lakini uwezo wao vipi? Umri ambao talent tunaziona zipo, lakini kuna eneo talent sio shida, uwezo yani ni special kupewa nafasi kwenye umri mdogo, sababu sisi tunasemaga tuone nafasi kwa wachezaji wadogo wamuone Ulaya. Lamine Yamal ni special. Kuna kocha anaweza kaenda akademi ya Barcelona akaona mchezaji vile simpandishe na akapandishwa miaka 17 ana miaka 19 leo kafanya makubwa sana kwa sababu hizi special. Lakini tunaamini kwamba sasa twende kwa wachezaji ndio hawa kina Chasambi na kijana kama Chuga kuna vitu atampa ili kumkuza. Yani kuna ile kauli inasema Simba, Yanga au Azam kwa profile za makocha wanaowaleta ni faida pia kwa wachezaji wazawa au hata vijana, kwa sababu unaongezewa maarifa, na kwa umri kama wakina Chasambi kama kina Chuga, kina Nkane kufanya kazi na Munyizaera, kufanya kazi labda na Nabi, unajua zile kufanya kazi na hawa makocha tofauti tofauti, kina Gamondi, saizi experience ya kocha mpya si ndio Mangoba Nketh, naye unasema kwamba huyu ni kocha ambaye anakuja kuongeza kitu kwa hawa vijana. Yani wanaowalibu wachezaji wadogo viongozi wa timu na mashabiki na wanachama wa timu, sio makocha. Makocha wote wanaokuja kwenye klabu za Simba, Yanga, Azam wanazionaga hizi talent mazoezini, wanaanza kuwapa nafasi. Kosa linaanza hapo, wanaurusha chupa wanaozomea ndo wale wakina Ibrahim na kina Yera walikuwa stejini. Anatupangia watoto, viongozi wanasikia, wanachukua hiyo pressure, wanaenda kwa coach. Kwa hiyo tupo tayari, wanaenda kumfanyia ambush coach. Sio hivyo? Wewe niambie kocha gani mgeni kaja hapa hajatoa nafasi kwa kijana yoyote yule? Hivyo najua yule Patrick Osems alikuwa anampanga yule Rashid Juma yes. Mbele ya Okanda. Sema Rashid Juma alikujaisha nidhamu kabla ya nidhamu tujafika huko. Kabla ya nidhamu, yes. Kapangwa Simba hapa CAF Champions League, Deokanda kaingia kutokea bench. Akaanaitwa Mbappe. Sijui kama unaelewa. Ibenge tumemjadili. Mfano wa karibu tu. Labe Kilawi kapata nafasi, Twalib Nuru beki wa kati kapata nafasi, Kibeku, Albogasti sijui nani wamepangwa. Umeona uthubutu? Lakini wanaowaharibu wale sio makocha, ni mahitaji. Mahitaji vipi? Mahitaji wanachama na mashabiki wa timu. Watu wanazomea muda gani? Si muda ambao nani anatakiwa kuwasikiliza hao sasa? Na wanatafuta sehemu ambayo ni kuna pande tatu. Kuna wanachama na mashabiki.
Yes. Kuna viongozi afu kuna kocha. Pande tatu. Kwa muundo wetu sisi shida inaanza hapa. Muundo wetu si mkubwa, pressure inatoka wapi? Kwa mashabiki na wanachama. Umeona tatizo? Wanakuja kwenye daraja la viongozi. Hapa sasa. Viongozi wanatakiwa ndo waruhusu iende au isiende. Huyu ana shida, anatoa nafasi. Huyu ana shida. Hao viongozi wanachuja, wanachukua haya, wanaenda kwa mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa timu ifanya vibaya, hawachaguliwi. Kuna uchaguzi watachaguliwa, watazomewa, pressure, watashindwa kuendesha timu. Wanaenda kumpa pressure mwalimu. Mfano sare ndio hayo mambo ya kikosi kupangiwa anaanza. Sare ya Yanga na Mbeya City. Jukwaa liligeuka pale. Kama nakumbuka ile mechi, jukwaa liligeuka, likaanza kuangalia video. Kwani hiyo rotation nafikiri ilikuwaje? Romanifozi. Hiyo rotation ya Miguel Gamondi ilikuwaje? Ilipigiwa kelele. Miguel kwanza wanachama walikuwa wanampangia Miguel, wanamwambia mbona ucheze na winga? Nakumbuka ilikuwa mechi na JKT, mechi na Dodoma. Ilikuwa Azam Complex pale, nakumbuka. Wanachama itoka pressure kubwa sana. Na mashabiki wa Yanga wanamuuliza kocha. Kwa nini umempanga yule? Kwa nini ucheze na mawinga asilia? Aidan Mlimira kamuuliza Gamondi hilo swali. Mara kwanza Gamondi mpaka akakasirika, ndo akasema nataka niseme hawanisaidii kukipu mpira wala watengeneze nafasi, ila viungo nikicheza nao wana keep possession, wana create chance na wanafunga. Akaanza kuwahesabia takwimu, akasema Max ana magoli mangapi na assist, Stefan Aziziki, Epacom, hao watatu kwa plays not easy. Watu wakamuelewa. Watu wakaanza kumwambia moja sana striker mmoja Sven van der Broek wa Simba. Sven van der Broek aliulizwa viongozi wakaona entertain. Ndio naye akaja akapasuka akasema wawili wa nini wakati na uwezo wa kutengeneza chance nyingi. Una Kagere wai mmoja. Na wanafunga. Simeelewa. Sasa hizo zinaanza huku nje. Then wao wakidraw wanapata pressure, wakifungwa wanaenda kwa viongozi. Viongozi wanaenda kuharibu makocha. Makocha watasikia ndio mambo ya kupangiwa timu. Basi huyu mtoe hapa cheze ile. Kachero inatosha. Sasa wale ndio wanaotuharibia vijana. Bwana nafasi ya vijana ndio kwa tunaitazama. Pressure, mahitaji ya timu ni kubwa, pia inategemea na kocha mahitaji yaliyopo mezani ni yapi na kijana yupo tayari kwa kiwango gani kuweza kuonyesha talent yake, lakini tunaamini kwenda kwao kwenye hizi timu profile za makocha ambao wanakutana nao ni tunaamini kuna vitu vya ziada ambavyo wanakuwa wanavichukua katika maendeleo yao ya kuendelea kuubonda au kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Hii ni Viwanjani, unatazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Abisai Steve Junior pamoja na coach Michael Hiera. Wote kwa pamoja tuko hapa tunakupitisha kwenye taarifa mbalimbali, lakini pia uchambuzi kwa story kutoka hapa nyumbani Tanzania, tukiwa tupo kwenye soka letu. Bwana, wakongwe wa nchi Simba na Yanga wote wameanza mazoezi. Lakini kwa upande wa Simba wao wameendelea kujifua kwa sababu wao wana takriban siku 6 tangu walipoanza mazoezi na wapo kule nchini Rwanda wakiwa wanajiandaa na mchezo wao wa kwanza kwa upande wa michuano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka huu 2026 ambapo Simba wao watakuwa wana mchezo dhidi ya Mogadishu City na wao wanaendelea kujiandaa. Tunaona kikosi hicho hapo cha Simba wakiwa wanafanya mazoezi. Sawa bwana? Wao wapo kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup kule, timu inajiandaa. Lakini pia kwa upande wa Yanga wao mazoezi ya uwanjani tumeona mara ya kwanza jana. Wao pia walianza kufanya vipimo vya wachezaji na baadaye tukaona wapo uwanjani. Kocha huyo hapo Mangoba. Sawa bwana. Wewe ngoja nikwambie. Chukua herufi ya kwanza jina lake. Chukua herufi ya pili ya jina lake. Tumpe kifupi. Aitwe BMBN. Sasa MBN. Mangoba brilliant. Sasa hiyo ukitaka uweke hiyo ng'aa hiyo. Wakati Alikamwe amekuja, sawa bwana. Hapa wakati wanafanya interview wanazungumzia maandalizi UFM kule. Nakumbuka mkongwe bado anamuuza alihitaji jina. Kama huwezi kutaja kile cha ng'aa katikati mule. Mimi ambacho nilikichukua kwenye sikio langu ni Mangoba. Ambacho mimi nikisikia kwamba kama huwezi kutaja hivyo mimi niondoka na kocha yule pale anafundisha mifumo. Ndio ambacho mimi niondoka nacho. Mimi naondoka na majina ya kifupi sasa. Unaondoka na MBN. MBN. Ndio hiyo M ndio hiyo mnaosema. B jina lake la kati brilliant. N ndio ile ya mwisho. Kwa hiyo na kitaaluma tuwezi kusema kila mtu ataje anavyojua. Lazima pronunciation perfect ipatikane. Kwa kustruggle hivyo hivyo watu watazoea tu. Sio kustruggle, shida kutaka kutaja wanajiandaa sana. Bwana, Young Africans hao hapo wameanza na mazoezi. Profile ya kocha ni kubwa sana na matarajio ni makubwa sana kwa upande wa wana Yanga. Timu imeanza. Profile ya kocha sio kubwa sana. Sio kubwa sana. Inawezekana alikuwa assistant lakini alikuwa sehemu ya kuinjinia. Haitoshi kusema kuwa kocha mkubwa. Kuna vipimo vya kocha mkubwa. Huyu bado hajafika.
Huyu ni kocha msaidizi mzoefu. Sio bana. Kocha msaidizi mzoefu. Au ukisema mkubwa unatakiwa mlinganishe na nani? Flora Ibenge she. Tumweke na huyu na Ibenge. Atachambua na nani yeye? Atachambua. Kwa nini tengue? Tengua, mimi nataka nikusikize afu ndo tuendelee. Tengua. Nitengue? Ndio. Kwa hiyo nisemaje, kocha msaidizi mzee? Wewe mtaje tu kocha wa Yanga. Mimi naamini kwa sababu umesema mkubwa afu umeweka neno kabisa. Ndio hiyo umenishtua. Kwani pale Mamelodi kuna time walikuwa wote wa nani? Makokocho kipindi kile wako watatu. Wote wako pale, kwa hiyo kama ni achievements ya pamoja. Kocha mkubwa na kana watatu shehe. Ulikuwa ni muundo wa timu. Ni muundo wa timu kabisa. Ni muundo kwa sababu hatujawaamini. Ulikuwa ni muundo wa timu lakini swali achieve. Kwa hiyo tunaamini maarifa yake yalikuwa. Ile achievement unamsifu nani? Benchi la ufundi. Umetumia wingi.